Mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia, Tagala Official Rosely on the microphone kwenye 1 na 2 kwa ajili ya kuhakikisha zile habari zote mjini unazifahamu. Kama bado hujasubscribe, karibu. Nitakupitisha katika taarifa ambako Diamond Platnumz zatoa siri, athibitisha kupokea vitisho vya waandamanaji kuchoma moto studio zake za Wasafi. Bana, miongoni mwa story ambazo zimeleta maswali mengi kikweli mitandaoni kwa Tanzania na mashabiki mbalimbali wa muziki ni kuchoma moto kwa studio za Wasafi na waandamanaji wakati wa maandamano yakiendelea tarehe 29. Maswali hayo yalikosa majibu mpaka siku ya jana ambako bwana mkubwa Diamond aliweza kuweka wazi hili jambo, japo kuwa ofisi mbalimbali za wasanii na watu wengine zilichomwa moto na kuvunjwa na kuharibiwa vibaya kutokana na hasira za waandamanaji, lakini kukuwa na ripoti rasmi kutoka Wasafi, kwa maana pia hata mitandao pia ilizimwa kwamba ni kweli Wasafi ilichomwa moto au la. Lakini kwa upande wa wasanii wenzie akiwa Shilole ambaye ni Shishu Food, yenyewe iliweza kuchomwa moto, lakini pia tuko na Bellnass, Nengetronics, lakini pia na Jux African Boy iliweza kuvunjwa na baadhi ya vitu viliweza kuibiwa. Lakini licha ya kwamba kulikuwa na taarifa kwa walienda Wasafi, hakukuwa na taarifa yote ile ambayo tumeipata kama je ni kweli waliweza kuchoma moto, lakini pia au mambo yalikuwaje, unaona. So majibu kamili alikuwa nayo mkurugenzi wa Wasafi ambaye ni Diamond Platnumz, na ameweza kuweka wazi siku ya jana kupitia interview ambayo aliweza kufanya na vyombo vya habari. Aliweza kufunguka na kuweka wazi juu ya taarifa za kuchoma moto kwa Wasafi studio wakati wa maandamano tarehe 29. Sitakuwa mwingi wa maneno sana, nitakusogezea kile ambacho moja kwa moja aliweza kukizungumza Diamond Platnumz katika kuweka wazi hili la kuchoma moto kwa studio zake za Wasafi. Anasema, nimekuwa nikiulizwa sana hili swali tokea hali ya amani kurejea. Nimekuwa nikipigiwa sana simu pia baada ya mitandao kurejea na baadhi ya mashabiki zangu wa karibu na watu wangu muhimu wakiniuliza kwamba ni kweli studio za Wasafi zimechomwa au la. Kiukweli nilikuwa nikipokea vitisho kipindi kile cha maandamano, maana sikuwepo nchini, lakini baadaye nilirudi licha ya vitisho hivyo. Mungu alisimama na mimi, hakuna hata sehemu ambayo iliguswa. So kiukweli namshukuru Mungu kwa hilo. Pia ile limekuwa funzo katika taifa langu. Ni sio mwingi wa maneno, ila ukweli ni kwamba Wasafi iko shwari, hakuna sehemu hata moja ambayo imeweza kuguswa. Tunaendelea kusikiliza hali itakavyokuwa shwari zaidi, lakini utaratibu wa vipindi na kila kitu kwenye ofisi kwa sasa ziko poa, na mashabiki zangu wanaendelea kuenjoy kwa upande wa muziki. Soon tutatia ngoma. Nashukuru kwa hilo, alimaliza kwa kuongea Diamond Platnumz wakati anajibu swali la mwandishi wa habari kuhusu studio za Wasafi, je, zilichomwa moto na waandamanaji au la. Sisi tumeweza kufahamu kila kitu kiko shwari, kama ni shughuli basi pale zinaendelea kama kawaida. Nini maoni yako katika hili, mtazamaji wa Biomedia? Umeyapata funzo gani kufuatia hizi vurugu ambazo zilitokea nchini wakati wa uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi Oktoba, vurugu ambazo zilitokana na maandamano? Tutuandikie katika comment section maoni yako juu ya hili. Hapo umeweza kuenjoy kile ambacho tumeweza kusogezea, si ndio? Mpaka wakati mwingine, bye bye.